Mradi utekelezwa kwa njia ya usanifu na ujenzi, yani design and build. Eneo lile lote ambao bomba kuu litapita limeshafanyiwa ile uthamini kwa ajili ya ulipaji wa fidia, kwa sababu bomba kuu linapita maeneo ambayo kuna makazi ya watu, kuna mashamba, lakini pia kuna baadhi ya nyumba zipo. Kuna sehemu nyingine ambayo ni hifadhi ya eneo la serikali ya TFS ambao wao waliridhia eneo lile kulaza bomba tushaanza nayo. Kwa bahati nzuri serikali kupitia Wizara ya Maji imeshatoa kiasi cha shilingi bilioni 2.9 kwa ajili ya ulipaji wa fidia, yani compensation, ambapo wananchi wale watapata hiyo fidia yao na kuepukana na mgogoro baina ya wananchi na serikali. Taratibu za ndani zinaendelea ili zoezi hilo ikiwezekana wiki ijayo ulipaji wa fidia liweze kufanyika na kuweza kuwalipao na mkandarasi awe na njia yake ile yote kuweza kulaza lile bomba. Kwa upande wake, meneja wa mradi wa ujenzi wa tenki hilo, Mhandisi Joseph Ndarabi, amesema mpaka sasa mradi huo umefikia 49% ya ujenzi wake. Na kwa upande wa mkandarasi pia tulijitahidi kuendelea kutekeleza mradi kwa spidi ili ukamilike ndani ya wakati na watu wananchi wa Mbeya wapate maji kwa wakati, kwa sababu kwa mujibu wa ujenzi hapa, mradi huu ni mradi wa kimkakati na huenda ukawa mwarobaini wa changamoto ya maji katika jiji la Mbeya na viunga vyake vyote. Kama wakandarasi tumejitolea kikamilifu kukamilisha mradi huu kwa wakati. Mpaka sasa hivi tuko 49% ya mradi na tunaendelea kupambana kukamilisha kwa wakati. La mwisho ni kushukuru serikali ya Tanzania kwa kuleta mradi huu mzuri ambao ni mkakati na wenye msaada mkubwa kwa wananchi wa Mbeya, na pia kuendelea kufadhili, kwa sababu mpaka sasa hivi serikali ya Jamhuri ya Tanzania imeshatukabidhi milioni 30 kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Nao baadhi ya waandishi wa habari waliohudhuria katika ziara hiyo ya kutembelea mradi huo wamesema ziara hiyo imekuwa yenye manufaa kwao, kwani imewapa mwanya wa kuwaeleza wananchi kwa undani namna serikali inavyoendelea kuweka miundombinu mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wake. Mradi huu unatekelezwa kwa fedha za ndani kama tulivyoelekezwa na mhandisi Barnabas Konga, na tumetembelea hili tanki na tumeona lina ukubwa wa kuchukua zaidi ya lita milioni 5 kwa siku. Kwa hiyo ni mradi mkubwa sana ambao naamini kabisa utakidhi kiu ya wanambeya na mji wa Mbalizi. Kwanza nitoe pongezi kwa serikali ambayo imetoa fedha nyingi kutumia mapato ya ndani kutekeleza mradi huu. Namna ambavyo tumekuwa tukitamani kutumia maji kwa kiwango kikubwa wananchi wa mkoa wa Mbeya, ninaamini ya kwamba ukamilishwaji wa chanzo hiki cha Mto Kiwira utakwenda kuondoa ile adha ambayo imekuwa ikiwakumba wananchi wengi ambao wamekuwa wakikosa maji. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba mchakato huu utakapokamilika, kwa sasa tuwe watulivu na watu ambao tungekuwa na uvumilivu katika kuvumilia katika kipindi ambacho mradi unaendelea kutekelezwa, kwa sababu lengo la serikali kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika na unawahudumia wananchi wengi. Mimi nawaambia wananchi tuwe tunasubira, huu mradi utakapokamilika utatunufaisha wananchi wa mkoa wa Mbeya. Na nasubira pia, natoa wito wananchi au wakazi wa Mbeya waendelee kutunza vyanzo vya maji, wasilime kwenye vyanzo vya maji. Kwa sababu gani? Wakilima kwenye vyanzo vya maji wanaharibu vyanzo, na inaweza kawa sababu ya nini, ya wananchi tukakosa maji au watu tukakosa maji. Mengi tunashindwa kuyajibu kwa sababu hatujatembelea katika mradi, hatujajua nini ambacho kinaendelea. Kwa leo tumetembelea hapa, tumeweza kujua mradi umefikiaje. Kwa tunapata nafasi nzuri na sisi ya kwenda kuongea na wasikilizaji wetu, kuambia kwamba sasa hivi mradi wetu unaelekea pazuri, na kukamilika kwa huu mradi utasaidia sana kupunguza, kama sio kumaliza, changamoto ya upatikanaji wa maji.